Bana, karibu tena mtazamaji, karibu sana katika channel ya Biomedia. Kama hujasubscribe nikwambie karibu sana, endelea kutazama na kufuatilia taarifa mbalimbali ili uweze kuhabarika. Tuko na taarifa ambako Irene Uwoya ibua gumzo mtandaoni. Natamani kuelewa, sijapata mwanaume serious, wananitumia tu mama mchungaji. Imekuaje tena? Bana, kama umepita mitandaoni siku mbili tatu hizo, basi itakuwa rahisi sana kunielewa kile ambacho kinaendelea kukusogezea mtazamaji wa Biomedia. Ni kwamba katika mitandao ya kijamii kumeibuka mijadala mara tu baada ya kauli ya mrembo mama mchungaji Irene Uwoya aka Peace in Town, au unaweza kumuita mama mchungaji kama ambavyo nimekuambia. Irene Uwoya bana, ya gumzo lake ameibua kwa kauli yake ya mara tu baada ya kuongea katika vyombo vya habari katika interview kwamba amesema amekuwa akisumbuka sana kupata mwanaume serious wa kuwa naye katika maisha, kwa maana ya kwamba kumuoa. Irene alidai kuwa yeye kama mwanamke anatamani kikweli sana tu kuwa na mwanaume wake, amweke ndani, afunge naye ndoa, lakini imekuwa tofauti kiukweli kwa sababu wanaume wamekuwa wakienda kwake kwa lengo la kumtumia na kumwacha, jambo ambalo amekuwa akilichukia sana, na anatamani kuwa kama wanawake wengine ambao wapo kwenye ndoa zao. Itakumbukwa Irene Uwoya aliwahi kuolewa na watu mashuhuri kama msanii kutoka Arusha Dogo Janja na mchezaji ambaye alizaa naye ambaye sasa hivi ni marehemu, anajulikana kama Ndikumana, ambaye ndiye aliyezaa naye mtoto wake wa kwanza anaitwa Krish. So mara tu baada ya Irene Uwoya kuzungumza hayo katika media, ameibua gumzo kubwa sana mitandaoni kwa baadhi ya mashabiki kwa kuibua mijadala kusema kwamba sio Irene Uwoya tu peke yake, mbona wapo wasanii wengi pia wakubwa ambao wamekuwa kiishi maisha ya kutumika tu na hawaolewi. Mashabiki wanahoji na kutaka kujua kwamba pengine nini sababu ya wao kutokuolewa, kwamba wana malingo, wana dharau, au hawana bahati ya kupata ndoa. Pengine nini sababu ya wao licha ya kuwa na umaarufu mkubwa, sasa kwa nini hawajaolewa mpaka sasa hivi na hawapati wanaume wa maana, wanaishia kutumika tu na kuachwa, kama ambavyo ameongea katika interview yake mrembo Irene Uwoya. Ndio sana. Mtazamaji, katika kutamatisha hili, nini maoni yako? Pengine unaendelea kutufuatilia kupitia Biomedia. Unadhani wasanii wa kike na watu mashuhuri wenye umaarufu nchini Tanzania kutokuolewa ama mpaka mataifa mengine, unahisi unafaili wapi? Labda mtuandikie kwenye comment section katika hili yale ambayo pengine unayajua kufuatia hili la kutokuolewa. Baada ya kudondosha comment ya kwako, basi next time tuweza kupita nayo. Hope umeweza kuenjoy mwanzo mpaka hapa ambako tumeweza kufikia, si ndio? Till next time, call me official Rosalie, na mimi ni mhabarishaji kupitia Biomedia. Na wakati mwema.